Kwa mujibu wa taarifa hii, mtagusano wa lugha una athari gani? Mtagusano wa lugha una athari gani? Tumeona hapa kulikuwa na kukopa kwa msamiati, lugha ngeni, kitu kingine kusababisha kwa mfano hii pijini hapa. Kunakuwa na uchaguzi wa lugha ya mawasiliano, kisha kuna kupotea kwa umilisi wa lugha isipozungumzwa. Ikiwa kuna lugha shupavu, ile lugha ambayo kidogo haina wazungumzaji wengi, itaweza kudidimia au hata kufa. Kumbuka kwamba tulikuwa tukisema lugha ina sifa. Kwa mfano ina sauti zake maalum, lugha hukua, lugha huzaliwa, lugha huathiriwa na mazingira, lugha huathiriwa na lugha zingine, na kisha lugha huweza kufifia. Sehemu ya ba, matumizi ya lugha. Pia huitwa sarufi. Haya, linganua sauti zifuatazo. Linganua sauti zifuatazo. Unapoambiwa linganua, unatupa tu tofauti. Hivyo tunataka kuona neno ilhali. Hili hapa. Ilhali. Hivyo mwanafunzi amesema kwamba tha ni sauti inayotamkwa menoni, ilhali ni sauti inayotamkiwa kwenye ufizi. Andika neno linaloanzia kwa kikwaruzo hafifu cha menoni na kuishia kwa irabu ya juu mbele. Irabu ya juu mbele ni i, na kisha kikwaruzo hafifu ni kama tunaweza pata neno kama dhibiti. Haya, andika maneno yanayoafiki maelezo haya. Hata pia neno thamani amepata. Andika maneno yanayoafiki maelezo haya. Nazali ya midomoni. Nazali tuko na na n. Wanataka ya midomoni, hivyo tutakuwa ni kipasuo siguna cha midomoni. Sauti ambazo ni siguna tunasema kwa sasa cha kifupi ina thamani shuleni, na tutapata kwamba kipasuo plosives pale ni pa. Alafu kuna kiyeyusho. Kiyeyusho ni wa au ya. Alafu wanataka irabu ya chini kati ambayo ni a. So tunaweza pata neno kama mpwa au mpya. Ndio maneno yanayoundwa na mtindo huo. Kisha kuna kipua guna cha kakaa laini, irabu ya chini kati kimadende, guna cha ufizi. Kisha kuna irabu ya chini kati. Irabu ya chini kati ni a, kimadende guna cha ufizi ni irabu ya chini kati ni a, alafu kipua guna cha kakaa laini tunapata ni kipua bado ni nazali. Hivyo tumepata neno ng'ara. Ng'ara. Mwanafunzi ameng'ara. Haya, andika neno lenye muundo ufuatao: konsonanti, irabu, konsonanti, konsonanti, irabu, konsonanti. Unaweza kupata neno kama vile chongoka. Sasa mmeamua sentensi ifuatayo katika kinyume kwa kuzingatia maneno yaliyopigiwa mstari. Mfalme alipanda mlima polepole. Sentensi ifuatayo katika kinyume kwa kuzingatia maneno yaliyopigiwa mstari.
Mfalme alipanda mlima polepole. Maneno yaliyopigiliwa mstari ni alipanda na polepole. Hapa mfalme alipanda kwa maana ya kukwea itakuwa alishuka. Polepole kielezi cha namna alivyopanda itakuwa ni haraka haraka. Hivyo itakuwa mfalme alishuka mlima pole haraka haraka. Haya, tunasema msafara wa siafu lakini dash ya vifaranga. Naweza sema dazeni. Tambua aina za vitenzi vilivyotumika katika sentensi ifuatayo. Maradhi yangali yanamsononesha. Nomino ni maradhi, vitenzi ni yangali na yanamsononesha. Yangali ni kitenzi kisaidizi na yanamsononesha ni kitenzi kikuu. Kisha unaweza kuja ukatuambia yangali ni kitenzi kishirikishi kikamilifu. Alama 10. Fafanua dhana ya isimu jamii. Isimu jamii ni taaluma au sayansi inayochunguza uhusiano uliopo baina ya lugha na jamii. Huko ukitoa mifano, eleza tofauti kati ya dhana zifuatazo: lahaja na lafudhi. Lahaja ni kijilugha katika lugha kuu, ilhali lafudhi ni ule upekee wa matamshi ya mtu. Kuchanganya ndimi na kuhamisha ndimi. Kuchanganya ndimi ni pale ambapo unatumia lugha zaidi ya moja katika sentensi moja. Ilhali kuhamisha msimbo ni pale unapobadili lugha katika sentensi nyingine. So tuko na code mixing and code switching. Code switching unabadilisha kabisa unapoenda sentensi nyingine. Code mixing, sentensi moja unachanganya. Fafanua sababu 5 za watu kuhamisha na kuchanganya msimbo katika mawasiliano. Sababu gani watu wanachanganya lugha? Moja ni kwa sababu wana uwili lugha au wingi lugha, wana huo uwezo. Nyingine ni kutaka kujinasibisha. Nyingine ni kutokana na utabaka ambalo wapo. Hivyo utaka kuonyesha kwamba bado itakuwa ni kama ni hiyo kujinasibisha. Nyingine ni kutaka kuhifadhi siri. Labda mwalimu anakuja, utasikia wanafunzi wanasema mode. Kwa sababu mwalimu hajui mode ni nini, anaachwa. Wakati mwingine kutaka kutenga mtu, wakati mwingine watu huchanganya msimbo ili waweze kueleweka.